tukiwa na ndugu zetu wa Sifa International Media. Hawa wamepewa jukumu kubwa la kuhakikisha wanarusha chochote ambacho kinaendelea hapa, ili jamii kubwa ambayo inapatikana huko iweze kuona ambacho kinaendelea, lakini pia ujumbe huu mkubwa uweze kuwafikia. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, nikufahamishe kuwa tuko na Sifa International Media ambao wana jukumu kubwa la kuipeleka hii habari kwa wanajamii ambao pengine hawajabahatika kufika hapa na wako nje ya mkoa wa Mwanza. Kupitia mtandao wa YouTube wataweza kuiona, na ndio maana tunachelea kidogo wakiwa wanaweka mitambo yao sawa ili tuweze kuanza ratiba yetu. Sasa ndugu zangu wapiga picha kwa maana ya makameramani, na waomba wakati tunafanya shughuli yetu tusipite mbele hizo kamera ambazo zinachukua live, ili tuweze kupata coverage nzuri ya tukio letu, na wale ambao watakuwa nyumbani basi waweze kuona kwa uzuri kabisa. Basi sasa ndugu zangu, na nikaribishe mratibu ndugu yangu Malima aweze kutupatia utambulisho wa kina nani tuko nao hapa na wako na nafasi gani, ili tuweze kufahamiana vizuri kabla ya kuanza tukio letu. Karibu kakaangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya ya Nyamagana Mama Makiragi, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza, tunaukaribisha kwenye shughuli yetu muhimu kabisa katika maendeleo ya mkoa wetu wa Mwanza, lakini kanda ya Ziwa kwa ujumla na nchi yetu kwa ujumla wake. Kilimanjaro One wanakuja na tukio kubwa kabisa la utalii, lakini ndani yake kuna component ya uzazi salama, lakini pia kuhakikisha kwamba vivutio vingi katika mkoa wetu na kanda yetu ya Ziwa vinaweza kutangazwa. Basi katika shughuli hii pamoja na wewe tuko na wadhamini wetu ambao mpaka sasa wamekwisha kubali kuwa sehemu ya tukio hili, nao kwa pamoja ninaomba muweze kusimama. Asante sana. Baadaye watapata nafasi ya kuja kuzungumza kidogo, lakini pamoja na wewe katika tukio hili tuko na viongozi wa chama cha riadha cha mkoa wa Mwanza ambao wamekwisha fika. Tafadhali naweza mkasimama kwa moja wenu. Asante sana. Lakini pia tunayo makundi mchanganyiko wa wakimbiaji katika mkoa wetu wa Mwanza, pia mnaweza mkasimama. Asante. Asante. Asante sana. Lakini meza kuu tuko naye afisa michezo wetu wa mkoa wa Mwanza, kaka James, amekuwa pamoja na sisi na maandalizi yote haya tangu tumeanza. Lakini tuko pia na mkuu wa utalii kanda ya Ziwa
dada yetu tuko naye atapata nafasi ya kuzungumza kidogo, lakini pia tuko na mratibu wa mama na mtoto katika wilaya yetu Nyamagana akimwakilisha mratibu wa mkoa. Karibu sana. Katika mbio hii tutakuwa na shughuli maalum pia ya kuhamasisha uzazi salama. Kwa hiyo tutakuwa na component ya mbio ya wajawazito. Ni tukio la kwanza kabisa kujitokeza katika nchi hii na itakuwa ni mbio ya kwanza itakayokuwa ikihusisha mama wajawazito. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama mkoa tumejipanga kuhakikisha kwamba shughuli hii inakwenda vizuri, na kwa sababu itakuwa katika viunga vya eneo lako la kiutawala, nadhani utakuwa sehemu ya tukio hili. Tunakukaribisha sana. Na hata hivyo, kwa umuhimu wa pekee, shughuli hii iko live kwenye mitandao ya kijamii tangu sasa. Kwa Tanzania zaidi ya 2000 wanafuatilia tukio hili kuanzia sasa hewani. Kwa tunaamini kwamba kwa maana tumeanza hivi na nafikiri tutamaliza vizuri kuhakikisha kwamba jambo letu linakwenda vizuri sana. Asante kwa sasa MC. Asante sana kakaangu Malima kwa utambulisho mzuri ambao umebeba sifa za watu ambao wanatambulisha, lakini pia kutambua na wakina nani ambao tunao. Basi ndugu zangu, naomba niwakumbushe jambo moja. Ndio ambao kama unavyoona jina lake Lake Zone International Tourism Marathon 2025, utaweza kuona kuna vitu viwili vikubwa hapo. Kwanza kuna Lake Zone kwa maana ya kanda ya ziwa, lakini pia tuko na tourism kwa maana ya utalii, lakini pia tuna international kwa maana ya kimataifa. Kwa hiyo ni mbio ambayo kwa namna ya kipekee inakwenda kugusa vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini pia ni mbio ambayo inakwenda kuwa na ukubwa wa namna yake. Kwa hiyo kupitia neno hilo tu la jina hilo la mbio tunafahamu kwamba tayari jambo lishakuwa kubwa na ni jambo la kimataifa. Kwa hiyo utaona kuna Lake Zone, kuna international, lakini pia kuna swala zima la utalii. Na kama unavyoona lengo kuu la mbio ni kuhakikisha tuna wagusa uzazi salama, lakini pia na utalii. Kwa hiyo tumebeba vitu viwili vikubwa ambavyo ni utalii pamoja na uzazi salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikufahamishe kuwa mpaka sasa tuna wadhamini ambao wameshajitokeza kuweza kutupa nguvu katika jambo hili, ambao wameona tunachokitayarisha ni kikubwa na wakaona hawezi kuacha kutuwezesha katika hilo. Kwa hiyo mpaka sasa tuna wadhamini ambao baadhi yao tutakuonesha, lakini pia nafasi bado ipo kwa wale ambao wanahitaji kujumuika na wadhamini hao katika kuwezesha nguvu ya jambo hili kuweza kufanikiwa. Ni mbio ambayo imebeba kanda ya ziwa, lakini pia mbio ya kimataifa, lakini kama haitoshi pia imebeba jukumu kubwa la kutangaza utalii. Basi pasina kupoteza muda, naomba niwakaribishe wale ambao waliandaliwa kuja kutuonesha wadhamini wetu ili tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Karibuni sana. DJ, twende.
asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Majina naitwa Mohamed Hatibu, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kilimanjaro One Sports Promotion. Kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kujumuika kwetu hapa wote. Nawashukuruni wote kwa kushirikiana na sisi. Vile vile napenda kumshukuru Mheshimiwa mgeni rasmi Mama Makilagi kwa kuweza kujumuika na sisi hapa. Kwa hiyo nadhani nimetakiwa hapa kuja kutoa salamu. Hizi ni salamu kutoka Kilimanjaro One Sports Promotion. Nawashukuru wote kwa kuja kwenu hapa na kuchukua muda wenu. Asanteni sana. Asante. Utaludi kutupatia neno kwa ujumla ambalo utakuwa umeliandaa kwa ajili ya umati huu ambao umekusanyika hapa, lakini pia kwa wale ambao wanatutazama kupitia mtandao wa YouTube kwa maana ya Sifa International Media kama nilivyowajuza hapo awali. Basi pasina kupoteza muda, naomba mratibu wangu uweze kuandaa wale ambao wanakuja kutuonesha wadhamini wetu. Basi nitaomba kamera zetu pamoja na wote waandishi wa habari tuweze kumulika eneo lile ili tuweze kuwaona ni wakina nani ambao wameonelea inapendeza zaidi kuweza kujumuika na sisi katika kufanikisha wetu ambao wametupa nguvu. Tafadhali naomba tuweze kuvuta kuanzia huku tuishie hapo. Ya kwanza tu. Twende. Yes. Okay. Wow. Wako wengi kweli. Jambo linakwenda kuwa kubwa kweli. Yes. Kama unaweza kuona mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ni wadhamini wetu ambao wamebeba jukumu kubwa la kutushika mkono ili tuweze kufanikisha jambo hili. Ukitizama mkono wangu wa kushoto, ili ya kwanza ni Lexon International Tourism Mason ambao ndio mbio wenyewe, lakini pia tuko na Kajula Farmers, hawa ni One Sport Promotion Limited, hawa nao wamehakikisha wanaweka nguvu, lakini pia ndio wamebeba mahono ya jambo hilo. Lakini pia tuko na Z&M General Traders, hawa nao pia wameweka nguvu. Lakini pia tuko na UTT, hii ni maarufu sana na sasa hivi imekuwa ina trendi kwa vijana kuweza kuwekeza kupitia mfuko huu. Kwa hiyo pengine unaweza kuona namna gani nao pia wameona platform ya mbio hii ni sehemu ya kujitangaza, wakaona nao pia waweze kuweka nguvu. Lakini pia tuko na hoteli maarufu ndani ya jiji la Mwanza, New Mwanza Hotel, nao pia wameona jambo la kiutalii wasiliache liende bure pasina kuweka mkono. Lakini pia tuko na Kilimanjaro One Travel and Tour Adventure with Proposal, hawa nao pia ni watu ambao wameweka nguvu. Tunaona majina kama yanafanana kwa maana ya kwamba ni watu wanaofanya jambo moja, lakini huku kuna safari na kuandaa tours mbalimbali. Lakini ukiacha hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, tuko na hii hapa Expense Everything and the Skills ambao ni Tanzania Lexon Marathon 2025. Yote ni makampuni ambayo yameweka nguvu. Lakini pia tuko na Lexon Culture and Tourism Festival, hili ni tamasha la utamaduni mheshimiwa mgeni rasmi. Nafikiri atapokuja kuzungumza mkurugenzi wa kampuni hii hapa atatueleza kwa undani kuhusiana na jambo hili. Lakini pia tuko na Car Men Tent and Event, hawa ni Mama Salakikia Decoration, hawa ni watu ambao wanahusika na mapambo, nao pia wameona jambo hili lazima waweke mkono wao. Lakini pia tuko na benki maarufu Equity Bank, hawa nao pia wameweka nguvu. Lakini pia tuko na watu wa Star City Technology kuhakikisha kwamba Mamba Technology nao pia wanatangaza vizuri katika umati huu ambao utakuwa nao siku ya mbio, lakini pia kwa siku zote tatu. Mbio hii mheshimiwa mgeni rasmi inakwenda kufanyika ndani ya siku tatu. Yaani pamoja na mbio kufanyika tarehe ya mwisho, lakini tuna matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendelea katika viwanja husika kwa ndani ya siku tatu. Kwa hiyo ni tofauti na mbio nyingine zote ambazo zimewahi kufanyika. Kaka yangu Malima, unaoneje wadhamini wetu ambao wametupa nguvu? Tunao wadhamini hawajapata nafasi ya kujitokeza na wanahitaji kuwa sehemu ya udhamini, tunawakaribisha pia kuwa sehemu ya tukio hili.
Usiwaone hao kazani wanatosha, bado kuna nafasi kubwa ya yoyote kushirikiana na sisi. Kwa hiyo tunawakaribisha wadhamini wengine kushirikiana na sisi. Kwa hiyo tunawakaribisha wadhamini wengine wengi ili tuweze kulipeleka jambo kuwa kubwa, lakini pia tuweze kulipatia nguvu ambayo itakwenda kuendana na jina lenyewe kwamba Lake Zone International Tourism Master. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, huu ni ujumbe tunaofikisha pia kwa wadhamini wengine, waione kama fursa pia kuweza kuwekeza, kuja kutusapoti, lakini pia na wao kujitangaza katika mdhamini wetu. Kwa hiyo karibuni sana wadhamini wote ambao huyu baba ni mpenda michezo, na mimi nimekuwa nikilishuhudia hilo kwa kuisupport timu yetu ya Pamba, lakini pia ameshiriki mambo mbalimbali ya kimichezo zikiwemo mbio mbalimbali ambazo zimeandaliwa ndani ya jiji la Mwanza. Hivyo kuona mpaka waandaaji wameamua kumpa yeye kuwa balozi wa mbio hii, kuna kitu cha pekee wamekiona kwake, na ndio kiongozi wa mkoa wetu wa Mwanza, na sifa nyingine kwake ndio mwenyekiti wa wakuu wa mikoa wote wa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tumechagua balozi sahihi ambaye anastahili kuitangaza mbio yetu, lakini pia kuonekana kwake yeye tu tayari kanda ya Ziwa inafahamu nini kinakwenda kutokea ndani ya jiji la Mwanza. Malima. Na kwa sababu mapenzi makubwa mbalimbali ya kimichezo hususan ya mbio. Ukiachana na hivyo pia tunaye mkuli pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Sasa baada ya kumuona balozi wa mbio yetu, tuna zile njia ambazo zitakwenda kutumika siku ya mbio kwa kilomita zote. Hebu tuone tutakwenda kupita wapi na wapi na kwa kilomita ngapi. Kwenye bango letu la route tunazo route 4 ambazo ni kilomita 2.5, kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21 katika kuziandaa. Kaka yangu naomba utupitie mbio ya watoto. Mbio yetu itaanzia uwanja wa Nyamagana, tutapita kwenda kushoto kuelekea Kamanga Feri mpaka Ikuru ama jirani na Rock Beach, sehemu ambayo tupo. Tutazunguka eneo hilo mpaka kwenda chuo cha benki kuu pale jirani na Lions Bay Hoteli, na tukitoka pale tutapita railway station mpaka mzunguko wa samaki, alafu tutanyoka mpaka maktaba ya mkoa. Maeneo haya yote ya vivutio, kuna maeneo mbalimbali ya kitalii, ndio maana tumechagua njia hii. Kwa hiyo utaona wakati wa mbio tutaweka mabango maalum kutambulisha vituo hivyo. Kwa hiyo tukifika maktaba ya mkoa tutakata kushoto, hatutaenda kwenye mataa, tutaenda New Mwanza Hoteli. Tukifika New Mwanza Hoteli tutarudi mzunguko wa Gold Crest Hoteli pale uwanja wa Nyamagana, tutaingia ndani kilomita 2.5 watoto watakuwa wamemaliza ruti yao. Kwa hiyo ni ruti ambayo naweza kusema ya pili kwa ufupi. Fupi zaidi itakuwa ile mbio ya wajawazito. Kwa hiyo tukimaliza mbio hiyo kuna mbio nyingine ya kilomita 5 ambayo tunasema hii ni fun run. Yaani wakimbiaji ambao wanajiburudisha tu. Na hii kilomita 5 ilivyo, mbio zote zitaanzia Nyamagana uwanjani kama tulivyosema. Tutapita Bismarck Rock pale Kamanga, tutaelekea mpaka Ikulu. Watu wataona Ikulu yetu ya mkoa wa Mwanza pale, na baada ya hapo tutazunguka mpaka chuo cha benki kuu kama kawaida, na tutanyoka mpaka samaki. Tukitoka roundabout ya samaki tutakata kushoto, tutakimbia mpaka eneo lile maarufu kama makaburi ya Wahindi, lakini pale tunapaitaga Mount Meru Filling Station. Tukitoka Mount Meru tutakamata barabara kuelekea Pamba ama Pamba Road. Tutanyooka moja kwa moja mpaka soko kuu la Mwanza. Tunajua jinsi rais wetu alivyoliboresha, ametujengea soko jipya kabisa kubwa na la kisasa. Kwa hiyo watu watalishuhudia na pale wataona picha mbili, soko la zamani na hili kubwa jipya. Kwa hiyo tukitoka soko kuu pale tutavuka barabara ya Nyerere, tutashuka mpaka kuelekea barabara ya Uhuru ama unapaita maarufu kwa jina la Dampo. Tukitoka Dampo tutanyoka na hiyo barabara moja kwa moja mpaka kuelekea eneo maarufu kama Deluxe ama Salmakoni,
alafu tutakuja kwenye mataa ya Nyerere. Pale kwenye mataa tutavuka kuelekea New Mwanza Hoteli, tutavuka roundabout ya New Mwanza Hoteli, alafu tutaingia ndani uwanja wa Nyamagana kama finishing point. Hii mbio kuna vituo vya maji vya nje ambapo watu watakunywa maji wakifika pale eneo la Sahara. Kama maji utakunywa hapo, utakuta pipi, utakula na vile vile watu wa kuchua misuli watakuwepo. Kwa hiyo mbio ya kilomita 5 hivyo ndio vituo vyake. Na baada ya hapo kuna mbio ya kilomita 10. Hii ni mtifuano. Yaani hapa watu wanashindania zawadi. Na zawadi kwa kweli ni nzuri. Najua kuna siku maalum itafanyika kwa ajili ya kutaja zawadi. Kwa leo niseme tu mbio ya pili kwa ukubwa ni hii kilomita 10. Kwenye mbio ya kilomita 10 kwa kweli nayo inaanzia Nyamagana kama kawaida. Niseme tuna kichwa cha mbio yetu, yani barabara inatokea Nyamagana kwenda Bismarck Rock kupita Ikulu ama Rock Beach, tutakuja mpaka chuo cha Benki Kuu, alafu tutarudi Samaki. Tukitoka Samaki sasa, unajua kwenye mbio watu wamezoea kuonana. Unaona wenzangu wale hapa kuna mtifuano wa zigizaga, ukizubaa hutamkuta mwenzio tena. Yaani wakitoka Samaki watakuja moja kwa moja mpaka barabara ya Karuta. Barabara ya Karuta badala ya kwenda katikati ya magorofa, katikati ya mji, watu waone mji wetu wa Mwanza. Kwa hiyo wakipita katikati kutoka Karuta wataenda mpaka Sahara. Sasa hapa kutakuwa na waamuzi wa kutosha, na ukisubiri mtu shauri yako, kwa sababu ya kona hizi utaona mbio yetu ni ya kitalii. Kwa hiyo kila sawa tutapita kwenye zile barabara ya Uhuru, hatutaiacha barabara ambayo Mwalimu Nyerere aliongoza maandamano ya Uhuru. Kwa hiyo ikifika siku ya siku tutazifafanua sana vituo vyetu hivi. Tukitoka barabara ya Uhuru hapo dampo, tutanyoosha mpaka Vizana Hoteli karibu na daraja la Masai, tutazunguka pale zigizaga kidogo kutokea Mirongo Sports Center, tutanyoka mpaka Seketule Hospital, Hall Hotel, tunaenda mpaka barabara ya Makongoro, yani pale ambapo kuna Rock City Mall. Tukifika Rock City Mall, mbele ya Rock City Mall hatutaivuka, tutapandisha juu kuelekea Kirumba, CCM Kirumba, tutanyoka mpaka kabisa Prince Victoria Hotel ama kituo kinaitwa RC. Tutapita kushoto kwenda yana ndani. Kwa hiyo ni mbio ambayo niseme ukizubaa wamekuacha. Tuko kwenye na mbio ya mwisho ndio mbio yetu kuu kilomita 20 ambayo ni kutoka Nyamagana kwenda Bismarck Rock mpaka chuo cha Benki Kuu, yani mzunguko huo wa Ikulu, alafu mpaka chuo cha Benki Kuu, yani mzunguko huo wa Ikulu, alafu tutanyoka tena kutoka pale mpaka tena tutafika mpaka Lango. Kwa hiyo tunaelekea Lango. Baada ya Lango tutakimbia ndani kwa ndani. Kuna vituo vidogo vidogo, sio rahisi vyote kumaliza, lakini tutashare hizi picha kila mahali mtaziona. Kwa hiyo kutoka Lango tutakimbia, na kuahidi hutamuona tena kwa sababu anaingia, na kuahidi hutamuona tena kwa sababu anaingia kwenye kona. Ataingia barabara, akishakata kona pale sehemu wanauza mbao, main timber sellers, Sabasaba. Tutaondoka hapo kwa mbio mpaka SDA Hospital, kuna traffic lights pale. Kwa hiyo kwenye zile traffic lights tutaingia kushoto, ofisi traffic lights pale. Kwa hiyo kwenye zile traffic lights tutaingia kushoto, ofisi ya mtendaji kwenda soko la Kiloleli. Tutalizunguka soko la Kiloleli mpaka kutokea kona ya Bwiru. Baada ya hapo kona ya Bwiru sasa ndio tunasema ama zake ama zangu. Yeyote anaweza akashinda kama amejiandaa. Kwa hiyo hiyo ndio njia zetu. Asanteni sana. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Huyu sasa ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi. Nafikiri utaweza kuona ni namna gani
kuzipitia njia vizuri na kutueleza kwamba kuna sehemu vipi na vipi haji kwa nyinyi ambao mko hapa na wengine ambao mnatizama kupitia YouTube. Kuna sehemu hapo zipo ni miteremko. Pale siri yake kubwa unaweza ukajiachia tu ukajikuta huko chini. Kwa hiyo usione tabu. Ukiona vimekuchanganya kukimbia wewe jiachie tu. Utajikuta chini au utaendelea na safari. Asante. Baada ya kumaliza video kuzipitia njia, naomba nikaribishe sasa jezi zetu kwa maana ya kits ambazo zitatumika katika mbio hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama uliweza kuona mbio yetu imezigusa wilaya mbili kubwa ndani ya jiji la Mwanza kwa maana ya Nyamagana pamoja na mbio ya kilomita 21 imekula huko Nyamagana, ikala pia na Ilemela, kuweza kuona ni namna gani. Sasa tuangalie watu wetu wa kila mmoja macho yaweze kuwa huku mbele tuweze kuona Lukobe basi ya aje nayo. Basi ya aje nayo. Olingio beba mama. Olingio beba mama mpokoli. Bafuta yote. Lelo makambo lobi makambo na lembie. Lelo na rasmi. Hizi ndio jezi ambazo zitatumika siku ya mbio kwa maana ya washiriki wote ambao watashiriki mbio yetu kuanzia kilomita 2.5, kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21 ambao ndio baba lao. Wote watapendeza kwa jezi hizi nzuri ambazo ziko hapa. Ziko rangi tatu, wanaume kidogo kwenye rangi watu na changamoto. Nilizozifahamu hapa ni nyeupe pamoja na kijivu. Kwa maana ya jiwe letu la Mwanza ambalo ni utambulisho mkubwa wa jiwe letu la Mwanza ambao ni Bismarck Lock iko hapa, kwa maana kwamba mtu akiona hii anajua tayari niko ndani ya jiji la Mwanza. Lakini pia jezi yetu mheshimiwa mgeni rasmi ni ngumu, yani ni imara kabisa, na pia ni jezi ambayo inastahili katika matio ya kukimbilia, kwa maana ya kwamba wale waandaaji wa mbio watakuwa wanaelewa ni zile jezi tunaita ni dry fits ndivyo, kwa maana kwamba ukikimbia ikaloana bado inaweza ikakupa joto kidogo ambalo linastahili katika mazoezi. Lakini pia ni jezi nzuri, bila shaka wote tumepata kuziona. Tuna jezi nyeupe, tuna mint, lakini pia tuna kijivu ambayo iko hapo. Hizi ndio jezi rasmi ambazo zitatumika katika mbio yetu ya siku hiyo ambayo itafanyika ndani ya jiji la Mwanza, lakini pia lengo ikiwa ni kutengeneza ushirikiano wa kanda ya Ziwa kwa ujumla. Ni mbio ya kits na walingo wetu wanapendeza kwa kweli. Pia kuna rangi nyeusi pia nimeona. Hizi nzuri kwa kweli. Pendeza kabisa. Sasa wakati walingo wetu hii ni kubwa na itafanyika ndani ya siku 3 kama nilivyosema hapo awali, kwa maana ya kwamba tutakuwa tuna shughuli mbalimbali ambazo zitakuwa zikiendelea katika viwanja vya Nyamagana mpaka kufika kilele chenyewe ambayo itakuwa ni tarehe 29. Kwa maana ya kwamba siku ya kwanza mheshimiwa mgeni rasmi itakuwa ni tarehe 27, lakini siku ya pili itakuwa ni tarehe 28 na siku ya tatu itakuwa ni tarehe 29. Basi naomba niwapitishe katika mambo machache ambayo ningetamani tuweze kuyafahamu wote kwa pamoja, lakini pia kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii nao pia waweze kujua. Kwa ufupi tu, mheshimiwa mgeni rasmi, mbio yetu imetoa nafasi kwa wafanyabiashara kwa maana ya kuwapatia sehemu za kuonesha vitu vyao katika uwanja wa Nyamagana, ambapo tutakuwa tuna nafasi 30 tu kwa ndani ya uwanja, ambapo hili itakuwa ni kwa ajili ya maeneo ya kuonesha bidhaa ambazo ni za kibiashara, kuonesha utamaduni, utalii wa Mwanza na kanda ya Ziwa. Kwa kuna nafasi 30 tu, lakini pia tutakuwa tuna nafasi 4 ambazo zitakuwa ni za lengo kubwa ikiwa ni kuonesha utalii na utamaduni wa chakula cha kanda ya Ziwa. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mbio hii imelenga kuigusa kanda ya Ziwa, kwa hiyo tumetoa nafasi kwa watu ambao watakuwa na ufundi wa kutuonesha chakula cha kanda ya Ziwa kiko vipi na nini. Utakuwa kuna nafasi 4 ambazo zitapatikana ndani ya uwanja wa Nyamagana, lakini pia tutakuwa tuna eneo la kuonesha utalii na utamaduni vinywaji vya kanda ya Ziwa. Hizi zitakuwa ni nafasi 2 tu. Kwa hiyo naomba habari ziwafikie wale wote ambao wamejikita katika eneo hilo. Lakini pia tutakuwa tuna eneo la taasisi za kiserikali kwa maana taasisi za kifedha, mabenki, hospitali, makampuni pamoja makampuni ya ulinzi, kuonesha na kutangaza fursa za kiwekezaji ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Mwanza pamoja na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Hapa zitakuwepo nafasi 10 tu mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini pia tutakuwa na gharama za kukodi eneo katika
uwanja huu ambao itakuwa ni shilingi 230,000. Kama nilivyotangulia kusema kwamba mbio yetu itakuwa ni ina vitu vitafanyika ndani ya siku 3. Siku ya kwanza itakuwa tarehe 27 mwezi wa 6 2025. Hii sasa mheshimiwa mgeni rasmi itakuwa ni kutembelea kisiwa cha Sanane. Kama tulivyosema mbio yetu inahusika na masuala mazima ya utalii. Kwa hiyo siku ya kwanza tutaitumia kwa ajili ya kutembelea kisiwa cha Sanane ambapo tutakuwa na watu 150. Hawa watapatiwa huduma ya usafiri wa kwenda na kurudi, lakini pia picha kwa ajili ya kutangaza kivutio cha Sanane. Lakini pia siku ya pili ambayo itakuwa ni tarehe 28 tarehe 28 mwezi wa 6 tutakuwa na tukio zima la kutembelea kituo cha Bujela, kujifunza historia ya Usukuma na kutembelea Kasa Zoo ambayo ni zoo kubwa ambayo inapatikana ndani ya jiji la Mwanza yenye wanyama wengi. Hapa nako pia tutatembea na watu 150. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani unaweza kuchangamkia hiyo fursa ili kuweza kupata hiyo nafasi ya kwenda kutembea. Lakini pia siku ya 3 itakuwa tarehe 29. Hii siku sasa ndio siku kubwa ambayo itakuwa ndio kilele na hitimisho la jambo letu. Hii sasa tutakuwa na wakimbiaji ambao kwa matarajio tunatarajia kuwa na wakimbiaji zaidi ya 2,000. Kuweza kuona mbio yetu ilivyokuwa kubwa, tunatamani kukimbiza watu zaidi ya 2,000. Kwa hiyo mbio yetu mheshimiwa mgeni rasmi imegawanyika ndani ya siku 3, lakini kilele kitakuwa tarehe 29 ambako tutakwenda kujumuika na wakimbiaji wote kuweza kushiriki katika jambo hilo kubwa. Basi pasina kupoteza muda, naomba nitumie nafasi hii kuwakaribisha wadhamini wetu kama tulivyoweza kuwaona awali hapo, waweze kutupatia neno fupi tu, ambako nitaanza na mdhamini wetu kutoka UTT. Karibu tafadhali uweze kutupatia neno, mbio na uoneje, lakini pia umevutiwa nini kuwekeza ama kudhamini mbio hii kubwa ambayo inakwenda kufanyika ndani ya kanda ya Ziwa. Dakika 2 tu uweze kuwasalimia na kutupa salamu zako. Karibu. Asante. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi, meza kuu na ndugu wageni waalikwa wote, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Kwa majina naitwa Glenn Edrick Muganyizi, mwakilishi kutoka UTT, na kikubwa zaidi kubwa na muhimu ni kushukuru Kilimanjaro One kwa kutuletea jambo hili kubwa muhimu kwenye kanda yetu ya Ziwa, marathon zenye mlengo wa kuhamasisha utalii na uzazi salama. UTT ni taasisi ya serikali chini ya Wizara ya Fedha yenye lengo kubwa la kuhamasisha uwekezaji wa akiba kwa kuanzisha na kuendesha mifuko ya uwekezaji wa pamoja yenye kauli mbiu ya kuwa mshirika hakika katika uwekezaji, na safari hii tumeamua kushiriki pia kwenye uwekezaji wa afya kwa kushiriki marathon. Hivyo kupitia marathon hizi tunaenda kuboresha afya zetu, lakini pia tutaenda kutoa elimu ya fedha na uwekezaji. Kwa karibuni sana kwenye marathon zetu hizi pendwa za kanda yetu ya Ziwa, tushiriki, tupate afya, tukuze utalii, tuboreshe afya ya uzazi pamoja na kupata elimu ya fedha na uwekezaji. Karibuni sana. Asante. Mara baada ya UTT naomba niwakaribishe Equity Bank kwa ufupi tu, kwa sababu bado tuna nafasi pia kufanya interview, na kama tulivyosema tuko na watu online, lakini pia tuna waandishi wa habari wa kutosha, kwa hiyo tuna muda mzuri wa kunadi sera zetu. Lakini pia niwakumbushe tu, Simba amefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya finali. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika sekta ya michezo nchini Tanzania chini ya support kubwa ambayo anaitoa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Simba tayari anakwenda kucheza finali. Atakayecheza naye tutamjua usiku. Karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, kama ambavyo MC ameweza kutambulisha, mimi naitwa Martin Rajab, ni branch manager wa Equity Bank Mwanza, ambapo siku ya leo tuko pamoja na Kilimanjaro One, ambapo tumekuja kuungana na Kilimanjaro One na kanda ya Ziwa na mkoa, kwa maana kwamba sisi ni wadau wa maendeleo. Katika lolote lile linalofanyika ni lazima kuwe na taasisi ya fedha.
Kwa hiyo Equity Bank ikiwa ni benki ambayo ipo kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na maendeleo endelevu katika sekta zote. Tunazungumzia sekta ya utalii, tunazungumzia uzazi salama. Sisi ni wadau ambapo kwenye uzazi salama, kwa kutambua umuhimu wa wanawake, tuna kitengo maalum kinaitwa Mwanamke Plus. Ni kitengo ambacho kipo kwa kuwezesha wanawake kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo kwa mada hii ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na uzazi salama, basi kupitia katika kitengo chetu kile, katika window ile, tumeamua kuungana na Kilimanjaro One kuhakikisha tunaifanya marathoni hii iweze kuwa marathon ya mafanikio. Sasa nilianza na kazi endelee, si ndio? Sasa sisi Equity Bank tuna salamu yetu. Tunasema Equity Bank ni benki yangu, ni benki yako, ni benki yetu sote. Kwa hiyo kwa Kilimanjaro One, kwa Tanzania Lake Zone International Tourism, Equity Bank ni benki yetu pamoja. Asanteni. Asante sana kutoka Equity Bank kwa ujumbe mzuri ambao umetoa. Basi kwa kumalizia tu, Kajula Farmers kama upo, Kajula Farmers kama upo, Kajula Farmers. Okay. Kama hayupo basi salamu zake atazifikisha kupitia vyombo vya habari tunavyo kwa interview ambayo zitafanyika baada ya kumaliza tukio letu. Basi pasina kupoteza muda, naomba nirudishe kwenu tena mkurugenzi wa Kilimanjaro One International Sport Promotion Limited. Karibu uweze kutupatia neno fupi, na ukimaliza utamkaribisha mheshimiwa rasmi kwa ajili ya hotuba. Sana sana. Pamoja mkurugenzi wa utalii labda atupatie vitu vichache kwa sababu ni eneo kubwa sana la kufanyia kazi. Tayari ni mwezi Machi tena, yani mwezi wa 3. Nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mama yetu Amina Makilagi, waheshimiwa meza kuu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbona mmepoa? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utalii safi, michezo safi. Kwa majina naitwa Roda Kabarua, ni mwakilishi bodi ya utalii Tanzania, kanda ya Ziwa. Mimi nitaongea tu kwa ufupi na kwa uchache kwa sababu kipindi cha uzinduzi wa mbio Mheshimiwa mgeni rasmi tuliongea sana na waandishi wa habari. Tukaongea namna gani sekta utalii itanufaika na michezo na tumejiandaa vipi kuhakikisha tunatumia michezo kuhamasisha utalii wa ndani. Mimi nitaweza kuongea tu kwa ufupi kwamba ujio wa hizi mbio za utalii kanda ya Ziwa ni fursa kubwa kwa mkoa wetu wa Mwanza na mikoa ya kanda ya Ziwa, kwa sababu utalii wenyewe ni uchumi. Utalii unachangia sana kwenye uchumi wetu. Na hii ni kwa sababu utalii au michezo inahusisha mikusanyiko ya watu kutoka sehemu mbalimbali ambao utaingia mikoa ya Mwanza. Nilikuwa naongea na mwandaaji, amesema tunategemea kuwa na zaidi ya watu 2000 katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwa hiyo huo ni uchumi mkubwa ambapo sisi kama Wizara ya Maliasili na Utalii tutahakikisha tunatangaza vivutio vya utalii kwa hao watu watakao kuja. Kama mlivyosikia ndugu zangu kwamba ratiba imeshawekwa, na ratiba ya kutembea maeneo ya vivutio vya utalii tulivyonavyo hapa. Kwa mfano kama hifadhi ya taifa kisiwa cha Sanane, makumbusho ya Bujora, bustani za wanyama na utalii wa mjini tunapokuwa tumekimbia. Kwa hiyo ni mojawapo ya mkakati ya kuhakikisha michezo inakuza utalii katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo kama bodi ya utalii Tanzania na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa ujumla, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumejipanga vizuri kuhakikisha tunatengenezea mazingira ya wezeshi hawa wakimbiaji wateja wetu ambao ni watalii ambao watatoka sehemu mbalimbali kuja katika mkoa wetu wa Mwanza, kuhakikisha wanafurahia utalii wa mkoa wa Mwanza na kuhakikisha wanaacha uchumi katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwa sababu wakimbiaji wanapokuja kwenye mkoa wetu au wageni wanachangia kulala kwenye sehemu zetu za hotel, kula vyakula vyetu kwenye migahawa, kununua zawadi na kujivinjari katika starehe za usiku, kufarika kwenye muziki. Huo wote ni uchumi ambao wanauacha na wote ni utalii. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha sana na kuomba waandishi wa habari tuwe mabalozi wa kuitangaza hii mbio yetu ya utalii, tuhakikishe tunautangaza utalii wetu wa mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Kwa kuongezea, kabla sijamaliza, niweze kuwaomba sana ndugu zangu kwamba tupigie kura. Nchi yetu ya Tanzania imechaguliwa kushindanishwa kwenye tuzo
za utalii wa kimataifa. Kwa hiyo tumeshindanishwa kwenye vipengele tofauti tofauti, hifadhi ya taifa bora Afrika, kivutio bora Afrika na maeneo mengine. Kwa hiyo ninaomba muweze kupiga kura kwa kutembelea tovuti ya www.worldtravelawards.com. Kumbe jamii inaanza kuelewa kwamba swala la kumvusha mjamzito ili aweze kupata uzazi salama ni swala mtambuka ambalo linamhusu kila mmoja wetu. Kwa hiyo kwa mbio hizi za Lexon International Tourism Marathon zitatangaza umuhimu wa kila mwananchi kujumuika pamoja ili tuweze kuwavusha hao wajawazito salama katika safari yao ya uzazi. Katika mbio hizi wajawazito watakuwa na zoezi la kutembea at least nusu saa ili waweze kufanya mazoezi. Mazoezi haya yanamsaidia mjamzito katika sehemu kubwa kufanya mzunguko wa damu, lakini kupunguza magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Mazoezi yanatoa msongo wa mawazo. Mazoezi yanamfanya huyu mjamzito aweze kupata usingizi na kulala vizuri, lakini mazoezi yanaweza kumsaidia kuepuka na magonjwa mbalimbali ikiwepo na kusaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Mjamzito anapotembea anakuwa na mmeng'enyo mzuri wa chakula. Kwa hivyo mazoezi haya yatatangaza pamoja na mazoezi yatakayofanyika, lakini kutakuwa na zoezi la kuwapa vikoba vya uzazi salama ambavyo hivi mjamzito ataenda navyo siku ya kujifungua kwa ajili ya kupata huduma ya uzazi salama. Nishukuru sana serikali ya Muungano wa Tanzania na mbio hizi za Lexon International Tourism ambazo zimemwangalia mjamzito. Sasa sisi katika sekta ya afya kwa upande wa wajawazito huwa tunaweza kuwavusha salama. Salamu yetu inasema vifo vya wajawazito havikubaliki. Kwa pamoja tushirikiane tuwavushe salama. Asante. Asante sana mama yangu kwa ujumbe mzuri, na tumeambiwa wakimbii watatembea. Kwa hiyo baba, usiogope kumleta mkeo kama ni mjamzito, mlete, hakimbii hatatembea. Na ni umbali ambao ni kilomita ngapi? Ni kwa muda wa nusu saa tu watakuwa washamaliza mazoezi yao, na kama tulivyoambiwa ni muhimu sana kufanya mazoezi kwa mama mjamzito ili aweze kuwa na uzazi salama ambao utamvusha vizuri katika kipindi hicho. Asante. Basi kwa sababu kupoteza muda, naomba nimkaribishe mkurugenzi wa Kilimanjaro One International aweze kuja kuzungumza na sisi kwa wale waliokuwa wameandaa kutuambia, lakini pia ameandaa kitu kikubwa ambacho wageni waalikwa na waandishi wa habari mlioko hapa. Mimi naitwa Mohamed Hatibu, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kilimanjaro One Sports Promotion. Kwa heshima na unyenyekevu wa hali ya juu, nianze kwa sisi sote tumshukuru Mungu kwa kutupa afya, uzima na kutuwezesha kuwepo hapa hii leo kwa shughuli muhimu sana ya maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Tunamshukuru sana Mama Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna inavyoweka utaratibu mahususi wa kuhakikisha tunaifanya nchi yetu kuwa pahali salama na makini kwa maisha yetu. Kwa sababu ya ulinzi wa amani na usalama wa nchi, sisi tunashiriki kuijenga nchi yetu kwa ustawi na maendeleo endelevu. Na hivyo tunampongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza kwa kazi kubwa na maendeleo yanayoonekana hapa Mwanza. Mkoa unabeba thamani ya kanda ya Ziwa Victoria. Kwa maudhui hayo, nchi yetu ni kipekee. Ukanda huu wa Ziwa una baraka za vivutio vingi sana vya kiutalii. Naomba kutambulisha kwenu rasmi kwamba mbio ya kiutalii zikiambatana na shughuli ya utamaduni na maonyesho ya vivutio hapa jijini Mwanza. Katika mwezi huu safari kubwa zaidi duniani inaenda kuanza. Ni safari ijulikanayo 2025 leo zitazinduliwa rasmi. Kila mbio itakuwa inabeba ujumbe mahususi kulingana na uhalisia wa vivutio na fursa zake zilizo. Kila uwekezaji wa kiuchumi unahitaji utulivu wa nchi na amani ya watu wake. Tutatumia mbio hizi kuhamasisha wananchi wote kujitokeza kujiandikisha wa nchi hapa mwezi Oktoba kwa amani.
Natumia fursa hii kuwaalika watu binafsi, wafanyabiashara, makampuni mbalimbali ya kibiashara, mabenki kuwahi nafasi ya kushirikiana nasi katika tukio hili, maana kwa pamoja tutawezesha azima hii ya kulitangaza taifa letu. Karibuni sana, tushirikiane kwa kila hali na mali. Naunga mkono juhudi zilizofanywa na awamu zote za uongozi wa serikali yetu makini ya Tanzania. Lakini kwa kipekee tuishukuru, kuipongeza na kuipa kongole serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na mwanamama jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nini lazima tuwe na majibu? Leo kati ya hoja nyingi ninazo 2 tu. Kaifungua kwa kasi kubwa Tanzania katika diplomasia ya uchumi, mahusiano ya kimataifa. Hii inatufanya katika sekta ya utalii tulazimike kuifungua Tanzania, kuitangaza ili kuwaonesha dunia fursa ya uwekezaji tulizonazo Tanzania na kutambua vivutio vingi tulivyo navyo ili waje watuletee fedha nyingi za kigeni. Kathibitisha kwamba mama ndiye mlezi imara wa familia. Malezi yake kwa mtoto Tanzania yamekuwa dhahiri kwamba pasipo shaka kazi, utu, utulivu na amani ya nchi kwa pamoja ni vitu pacha kwa binadamu wanaohitajiana kiuchumi ili waweze kujiletea maendeleo na ustawi wa maisha ya familia, kijamii na kwa taifa kwa ujumla. Baada ya maelezo haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aweze kutuzindulia nasi. Karibu sana. Makofi, tusimame kwanza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Muhammad Hatib ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kilimanjaro One Sport Promotion Limited na mratibu wa mbio za Lake Zone International Tourism ya mwaka 2025 ambao ni marathon inayofanyika katika mkoa wetu wa Mwanza, viongozi wa chama na serikali mlioko hapa, na nitambue uwepo wa katibu tawala ambaye amemwakilishwa na afisa michezo wetu wa mkoa, wadhamini wa mbio za Lake Zone International Marathon Tourism mwaka 2025 katika mkoa wetu wa Mwanza na kanda yetu ya Ziwa. Kama ambavyo wote mmetambulishwa, itifaki yote nimezingatiwa mkiongozwa na UTT na wote kama kwanza kabisa niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, na si mwingine ni Saidi Mtanda, ambaye kusema ukweli, ndugu mkurugenzi na timu yako, na hasa kwa kuzingatia kwamba tukio hili yeye ni mdau mkubwa. Kwanza heshima mliompa ya kuwa yeye ndiyo balozi na kutambua mchango wake katika michezo, na jambo ambalo tunaloliendea kwamba fedha zitakazopatikana zinakwenda kusaidia watoto. Mkuu wa mkoa alipasa awepo, lakini kutokana na majukumu mengine aliyokuwa nayo ya serikali ameshindwa, na akanituma mimi Amina Makilagi, mkuu wa wilaya ambaye ni mwenyeji wenu, niwe ndiye nimwakilishe katika shughuli hii kubwa na muhimu kwa manufaa ya mkoa wetu wa Mwanza na kanda yetu ya Ziwa. Kwa hiyo naomba mpokee salamu zake kanda yetu ya Ziwa. Kwa hiyo naomba mpokee salamu zake. Kusema ukweli, alishukuru na akanituma mimi wasilishe kama alivyoacha ameiandika, na nitaomba wote kwa pamoja tuweze kuipokea. Ndugu mkurugenzi na timu yote ya Lake Zone International 2025 katika kanda yetu ya Ziwa na itakayofanyika katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwanza kabisa naomba nianze kwa kuungana nanyi kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu mweza wa rehema,
aliyetujalia uhai na afya njema na hatimaye kutukutanisha hapa leo kwa ajili ya tukio kubwa tunaloenda kuliendea katika mkoa wetu wa Mwanza. Ninawashukuru wote mlioshiriki kwa namna ya kipekee mlivyofanikisha tukio hili muhimu la kihistoria katika mkoa wetu wa Mwanza. Vile vile napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wote, hususan waandaji wa mbio hizi kwa kunipa heshima ya mimi mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, kuwa ndiye niwe mgeni rasmi katika uzinduzi wa mashindano ya Lake Zone International Tourism Marathon ya mwaka 2025 ikiwa ni msimu wa kwanza. Ameshukuru sana kwa sababu anajua mkoa wa Mwanza ulikuwa na viongozi wengi, mngeweza kumchagua hata kiongozi yoyote au mngeweza kumaliza wenyewe, lakini kitendo cha kumpa heshima yeye mkuu wa mkoa akawa ndiye mgeni rasmi, kwa kweli kwa hotuba yake anawashukuruni sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilidhai riadha na utalii, ambapo yeye binafsi atatembelea vivutio vyote kama ambavyo mmevitambulisha vya utalii, na atashiriki tamasha la utalii ambayo itafanyika tarehe 27 na tarehe 29 Juni mwaka 2025. Haya ya Lake Zone International Tourism Marathon ya mwaka 2025, na hata tuma mwakilishi kwanza kumtambua kama balozi, na kwa heshima mliompa tukio hili lisifanyike katika mkoa mwingine, na kwa heshima mliompa kwenda kuungana naye kwa ajili ya kuokoa maisha ya watoto wetu, na kwamba sasa vifo vya watoto basi kupitia mashindano haya, na kwa kutambua mchango wake kama mwanamichezo katika mkoa wetu wa Mwanza, amesema, naomba hapa nitamke kwa herufi kubwa, kwamba tarehe 27 atakuwepo, tarehe 29 Juni atakuwepo, na tarehe 29 ile ya kilele chenyewe atakuwepo, na atashiriki mashindano haya, na yeye mwenyewe mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza atakimbia umbali wa kilomita 21. Na ameniambia mkurugenzi, nikwambie pamoja na timu hii kwamba katika mbio hizo hatakuwa peke yake, na amesema kupitia hapa, na bahati njema vyombo vya habari wanatufuatilia, ametoa maelekezo kwa wakuu wote wa wilaya zote 7 tushiriki, na ametoa maelekezo kwa wakuu wa taasisi wote tushiriki, na ametoa maelekezo kwa wadau wote wa maendeleo wenye mapenzi mema na mkoa wetu wa Mwanza na taifa letu, na kutangaza utalii wa mkoa wetu wa Mwanza na kuokoa vifo vya watoto katika mkoa wetu, washiriki bila kuwa na kikwazo cha aina yoyote. Na amesema jambo hili ambalo linakwenda kutuendea 27 na 29, yeye atakuwa ndiye wa kwanza, na ataonyesha mfano, na atakimbia kilomita 21, na ameniomba na amewaomba wadau wote wa mkoa wa Mwanza tumuunge mkono kwa hali na mali kuhakikisha tunafikia jambo hili ambalo limekuja kwa lengo na manufaa ya mkoa wetu wa Mwanza. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama mnavyofahamu, mbio hizi zina kauli mbiu isemayo utalii na uzazi ni fahari ya kanda ya Ziwa. Narudia tena, utalii na uzazi ni fahari ya kanda ya Ziwa. Kwa lugha rahisi, inahamasisha na inamaanisha kutembelea na kutangaza vivutio vya utalii ili kukuza uchumi katika mkoa wetu wa Mwanza na katika kanda hii ya Ziwa. Tasaba pamoja na pundamilia 5 na yamelenga kwenda kuwezesha na kusaidia ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya kuimarisha uzazi salama kwa maana wa mama wajawazito, lakini na watoto wetu wanaopatikana, na kama alivyosema mganga mkuu wetu wa mkoa kwamba vifo vya wanawake na watoto kwa mkoa wa Mwanza kupitia mbio hizi yanakwenda kukoma, kama ambavyo ni dhamira ya Mheshimiwa Rais wetu. Ndugu wageni waalikwa na mabibi na mabwana, hivyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza amenielekeza kwamba anapenda kuwakumbusha kuwa serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi na wadau wa utalii katika kufanya maboresho, imekuwa ikifanya maboresho ya utalii katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo nyinyi wadau ambao mmekuja
kwa kweli mmekuja kwa ajili ya kuunga mkono juhudi ya serikali katika kutangaza vivutio vya utalii katika taifa letu la Tanzania, ambapo sekta hii ya utalii katika taifa letu, na kama ambavyo bunge limekuwa ikiboresha mambo mbalimbali. Bunge mwaka 1999 sheria ya utalii ilitungwa mwaka 1999, mwaka 2008 pia majadiliano yalifanyika bungeni. Yote haya ilikuwa ni kuendelea kudhihirisha namna ambavyo serikali imejikita na kuhakikisha sekta ya utalii inatoa mchango mkubwa katika taifa letu. Ifahamike kwamba utalii ni sekta yenye mchango mkubwa katika kuongeza mapato ya serikali. Sekta ya utalii kwa muda mrefu sasa imekuwa ikichangia pato la taifa kwa 17% ya pato la taifa katika taifa letu la Tanzania. Na fedha zote ambazo zinapatikana ambazo zinachangia pato la taifa, 25% ya mapato yote yanayopatikana yanatokana na fedha za kigeni. Pia sekta hii imechangia ajira ya mtu mmoja mmoja, ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, idadi ikiwa ni zaidi ya Watanzania walionufaika zaidi ya milioni 1.6 katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameona ajaribu kuweka msingi kwamba sio tu tunazungumzia kuokoa vifo vya wanawake na watoto, sio tu kwamba tunazungumzia uzazi salama katika maadhimisho mbio hizi, lakini pia tunazungumzia mstakabali wa taifa letu kwamba kwenye sekta ya utalii imekuwa ikichangia 17%, lakini fedha zote za kigeni tunazozipata katika taifa letu la Tanzania inachangia 25%. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama tunavyofahamu, michezo ni afya kabisa. Mmemsikia hapa mwakilishi wa mganga mkuu kwamba katika matembezi yatakayofanyika pia yamelenga kuwagusa wanawake wajawazito. Inamsaidia sana kuimarisha mfumo mzima wa ujauzito, na inatuleta pamoja. Michezo International Marathon inakwenda kutuleta pamoja kama Watanzania na kutufanya tuwe kitu kimoja, na hasa kanda ya Ziwa, katika kuhakikisha mchango wa sekta hii ya utalii unaleta matokeo chanya katika taifa letu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ifahamike kwamba sekta hii ya utalii hivyo ni chachu ya maendeleo ya sekta nyingine kama vile biashara, kilimo, afya na viwanda. Ukuaji wa sekta hii utawezesha Watanzania wafurahie nchi yao na kuongeza uchumi wa taifa letu na kuendelea kufanya mkoa wetu wa Mwanza kuendelea kuwa mkoa wa pili katika kuchangia pato la taifa letu, na kuendelea kuifanya sekta ya utalii iendelee kuchangia 17% katika taifa letu. Amesema hapa vizuri sana mama wa mtendaji wa bodi ya utalii katika mkoa wetu wa Mwanza. Mtendaji wa bodi ya utalii katika mkoa wetu wa Mwanza, wanapokuja watalii hapa wetu, dagaa wetu, nyumba zetu za wageni, maana yake sasa Mwanza inafunguka, unapata uchumi wa mtu mmoja mmoja, ajira, biashara. Tunazungumzia umuhimu wa utalii na sekta hii ya utalii katika mkoa wetu. Pamoja na jitihada nyingi zilizofanywa na serikali, kwa upande wake imekuwa ikijitahidi kuboresha miundombinu mbalimbali ili kuhakikisha sekta ya utalii inachangia pato la taifa, kama ambavyo ni dhamira ya Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, na ambaye alishajipambanua kwamba yeye ni mwanautalii namba moja. Na wote tunashuhudia katika miaka hivi karibuni alifanya ile Royal Tour ambayo kwa kweli ilitangaza Tanzania katika uwanda wa kimataifa, ikatangaza Tanzania katika fursa mbalimbali za kimataifa. Hajaishia hapo. Katika kipindi chote ambacho tumeona Mheshimiwa Rais amedhamiria kufanya utalii unachangia pato la taifa, tumeshuhudia sasa Mwanza ameshatuletea fedha zaidi ya shilingi bilioni 29 kwa ajili sasa ya kujenga jengo la abiria katika mkoa wetu wa Mwanza. Fedha hizi, mkurugenzi mkuu na wote mnaotusikiliza, ukikamilika tukajenga jengo la abiria na tukapanua ule uwanja, tukawa na uwezo wa ndege zile kubwa za Emirates na ndege zingine zikawa zinatoa moja kwa moja hapa. Tukawa na uwezo wa ndege zile kubwa za Emirates na ndege zingine zikawa zinatoa moja kwa moja hapa, na kuwezesha wale watalii ambao walikuwa wakitua nchi za jirani zikiwemo nchi za Kenya na nchi zingine, wakawa wanakuja moja kwa moja hapa. Maana yake nini? Sekta ya utalii katika mkoa wetu wa Mwanza na kwenda kukua, na katika ukanda wa Ziwa na ukanda wetu.
Maana yake ni kwamba mtalii atakuwa na uwezo wa kutoka huko alikotoka, anakuja kwa moja anatua hapa Mwanza, na akishafika hapa Mwanza ana uwezo wa kwenda moja kwa moja katika hifadhi yetu ya taifa ya Serengeti, ana uwezo wa kwenda kisiwa chetu cha Sanane, anaweza kwenda kwenye Bulivyo Chato, anaweza kwenda hifadhi za taifa Rubondo na maeneo mengine, na akatembelea vivutio mbalimbali vya mkoa wa Mwanza ambavyo na vyenyewe ni vingi kabisa, na akarudi huko alikotoka na bila kupita katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo namna ambavyo serikali imekuwa ikijikita kuhakikisha utalii unakwenda kuletea matokeo chanya. Katika serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeendelea kushuhudia jitihada zinazoendelea wetu. Ameendelea kufanya hata zile ngoma za utamaduni kupitia burabo na tamaduni zingine ziendelee kuvutia. Kwa watalii watakapokuwa wanakuja hapa wataona vivutio mbalimbali, wataangalia ziwa Victoria na maeneo mbalimbali. Ndugu wageni waalikwa, baada ya kuzungumza haya ya utalii, nichukue nafasi hii sasa kuzungumzia maendeleo ya nchi yetu ambayo kimsingi ndio ambayo yamekuwa yakituletea matokeo chanya. Nadhani katika sekta ya michezo ambayo mkurugenzi pamoja na wenzako mmechagua, tumeendelea kushuhudia manufaa yake. Ndio maana tunajivunia kuwa na wakina Philibert Bayi na wengine wengi kama ambavyo wamekuwa wakitambuliwa, kuhakikisha tunasonga mbele na sekta ya michezo inaendelea kuchangia pato la taifa. Sisi wana Mwanza tunapenda kuipongeza sana kampuni ya Kilimanjaro One Sports kwa namna ambavyo mmejitoa na namna ambavyo mmeandaa mashindano haya ambayo yataanza na matembezi ya kilomita 2.5, na hapa tumeambiwa ni watoto na wenyewe pia watashiriki. Nichukue fursa hii kuwapongezeni sana kwa ubunifu huu mkubwa. Lakini tumeambiwa hii watakaotembea kilomita 5 watakuwa ni wale watoto umri kati ya miaka 5 na miaka 10, na wale wengine watatembea kati ya kilomita 5 na kilomita 10 na kilomita 21. Hao watakuwa ni watu wazima ambao hawa wataongozwa na mkoa. Hapa ambacho naweza kusema kwa siku ya leo, naomba niwahakikishie kwamba katika mipango yote mlioipanga ya kuhakikisha shughuli hii na kwenda kufanikiwa, tutahakikisha tunashirikiana na nyinyi kwa hali na mali ili matembezi haya na mashindano hayo yanaweza kuleta matokeo chanya, na fedha itakayopatikana uweze kuwaunga mkono wa mama wajawazito ili waweze kuleta watoto wakiwa katika uzazi sahihi. Baada ya maelezo hayo, niendelee kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ya kipekee ambavyo ameendelea kutuletea fedha katika mkoa wetu. Hivi karibuni tumepokea pesa za Kitanzania zitakazofanyika katika mkoa wetu wa Mwanza nimezifungua rasmi. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana, asante. Makofi mengi kwa mgeni rasmi tafadhali. Makofi mengi sana. Basi niwaombe mgeni rasmi pamoja na meza kuu, tafadhali naomba tusogee katika meza ile ya usajili. Kama nilivyosema kwamba mbio yetu tayari imefunguliwa rasmi. Hivi
rasmi namna gani tunapata picha hapo. Hiyo kazi kwa kweli. Haya, mwelekeze mheshimiwa mgeni rasmi. Yes. Haya, wapiga picha tuende kazi. Tupate picha nzuri. Atakuwepo. Makofi kwake tafadhali, makofi mengi kwake. Wote watakuwepo kama tulivyosikia. Ndio. Yes. 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 Santo. Yes. 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 Utalii safi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa kweli kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, wote tuwepo, mimi nitakuwepo, Balozi Mheshimiwa Saidi Mtanda atakuwepo, na viongozi mbalimbali na wadau wa maendeleo watakuwepo, na wananchi wa mkoa wa Mwanza. Hii sio ya kukosa, wote tuongee. Hii sio ya kukosa. Naomba hiyo bango litembee kwa nyote tuweze kupata picha zenu mkiwa mmelishika vizuri kabisa. Yes. Pamoja na mama. Ili tuweze kuendelea na taratibu zingine. Yes. Na wananchi, maana shughuli hii sisi wana Nyamagana ndio wenyewe. Kwa hiyo nitumie jambo Mheshimiwa Mtanda, jambo ambalo linakwenda kunusuru maisha, tuliunge mkono. Sasa ameshatangaza hapa MC wetu na mkurugenzi katuambia tiketi za kutosha. kwao kuzaa watoto wao. Eneo hilo huitwa Ndutu. Ndutu ni hospitali yao ya kujifungulia. Kila mwezi Februari wanyama hawa wajawazito hufika katika leba hii kwa ajili ya kuzaa. Ngoja kwanza tueleze kwa nini wazalie mahali. Na hapa shida yao ilikuwa ni usalama wa kutoshambuliwa na wanyama wakali wanapokuwa wakizaa. Wawaone maadui zao tangu wakiwa mbali, kutokana na kwamba mahali hapa pana tambarare kubwa isiyo na vichaka wala miti bali nyasi tu. Wanyama hutoka Masai Mara wakiwa na mimba na hufikia wasio na mimba pamoja na madume huwazingira ili kuwalinda na wanyama wakali huku na vitukuu vitakukuta katika mitandao ya historia ya tukio hili. Na wale wote ambao mmeshiriki katika tukio hili mmekuwa sehemu ya historia ya duniani. Vitukuu vyenu hapa wakishazaa watoto wana mwezi mmoja tu, safari kubwa ianze tena. Ni hifadhi maarufu zaidi duniani.
hapa Kenya na wataingia upande wa pili wa hifadhi hii uitwao Masai kuwindwa na wanyama wengine. Ndio maana katika safari hii wanyama wasiopungua 2.5 watafia njiani. Ingawa namba hii ya vifo ni kubwa sana, lakini bado ina umuhimu wake katika kutunza ecosystem ya mahali hapa. Kwanza, ukilinganisha na idadi ya wanyama wanaozaliwa, utakuta vifo hivi havipunguzi chochote. Lakini pia vifo hivi ni muhimu system ya mahali hapa. Haya ni maajabu ya safari kubwa ulimwenguni. Hakuna mahali popote katika dunia yetu ambapo pana safari hii ya aina yake. Na safari hii ni mzunguko usio na mwisho. Muda wote wanyama wako mbioni tu wakitafuta majani na maji. Kinachovutia zaidi katika safari hii ni pale wanyama hawa wanapotakiwa kuvuka mto Mara. Katika safari yao hii ni lazima wavuke mto huu. Mto huu ni hatari kwao kuvuka. Uvukaji huu wa mto Mara ndio wildlife crossing kubwa kuliko zote duniani. Binti au kijana wa Kisukuma kwa sababu ameishi Dakwa. Sitashangazwa sana, lakini kwa sababu nakumbuka siku moja katika pitapita zangu nilikutana na rafiki yangu akiwa kwenye kona na binti, lakini nilipomsalimia alikaa kimya. Baadaye tulivyokaa nilipomuuliza, aliniambia kwamba nilimuita Makoe wakati amemwambia demo anaitwa Bright. Ngoja tuburudike. Mila la kabila la Wasukuma. Na msingi wa hifadhi ya Bujola uliweka katika miaka 1950 huko na Padre David Clement ambaye alikuwa anafanya kazi na shirika la misionari wa Afrika au maarufu kama White Fathers. Na ili shirika lipo nchini Canada na kituo hiki kilianzishwa kwa